Watu wanajiuliza siri ya walokole ni nini? Siri ya ulokole ni nini? Kwa nini wanatushangaa? Kwa nini tushinde dhambi? Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Hatuwezi kushinda dhambi bila nguvu ya mwenyewe. Yesu alijua, alikana mitume na bado walimkataa. Masaa machache wanakula meza ya Bwana, akisema naenda kutwaliwa, anasema mzee, usijali. Kwa sababu hakuwa na nguvu ya Mungu walimkana. Petro alimkana mara 3. Yuda ndio akamua kabisa. Yuda kaamua kujimaliza. Kwa nini tunashinda? Kinacholeta tofauti ni nini na nini kati ya dini na dini? Kinacholeta utofauti wa mtu aliyeokoka na dini ya kawaida ni nguvu ya Mungu. La sivyo, ukitoa nguvu ya Roho Mtakatifu, basi ni dini kama ya kawaida. Kanisa lolote, mchungaji yeyote, askofu yeyote ambaye hamini katika ujazo wa nguvu ya Roho Mtakatifu, ambaye kwa lugha ya Kilatini inaitwa dunamis, hii nguvu ikiingia ndineo saga kiu zote za uzinzi, kiu zote za uasherati, kiu zote za maneno, kiu zote za umbea, kiu zote za ushogora, kiu zote za wizi, kiu zote za uongo. Paulo mtume anasema, hebu tusome Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema kwamba maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye. Hilo neno hilo shika, hakuna asikiaye, hakuna asikiaye, hakuna asikiaye, hakuna asikiaye. Lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Korinto wa kwanza sura 14 mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha, shetani anajua lugha zote za makabila yote 7,000 duniani, lakini ukinena kwa lugha hambuli, hakuna asikiaye, hakuna asikiaye. Awe malaika, yawe mapepo, awe mwanadamu wa kawaida, hakuna anayesikia. Atasikia, lakini maana yake hakuna atakachoelewa. Ndio maana mipango yetu mingi tunanena kwa lugha. Una moja kwa moja, hii laini ni ya moja kwa moja mtu na Mungu. Pepo asikii, jini asikii, malaika wa mbinguni wasikii, malaika waasi wasikii, mizimu haisikii. Unaponena kwa lugha, uwe na kiu ya kujazwa. Uwezi ukashinda dunia hii bila Roho Mtakatifu, haiwezekani, impossible. Tunashinda kwa nguvu za Mungu. Anasema si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni katika roho, katika roho yake, katika roho yake. Roho Mtakatifu akiingia ndiye anakata kiu zote zinazokusumbua. Ndio unajiuliza hawa watu wanawezaje? Walokole kwa nini walogeki? Ni nguvu ya Mungu. Wewe ukamloga, maana nguvu ya Mungu iko juu yake. Wewe ukamloga, halogeki mlokole. Kwa maandiko, Hesabu 13 mstari wa 23, hatulogeki. Nguvu ya Mungu iko ndani, hailogeki ile. Ushawishike kupokea, uwe na kiu na yeye. Acha uchafu. Ni nguvu kubwa ambayo itakuongoza. Kuna siku nitakuja kuhubiri tu faida za Roho Mtakatifu, faida za Roho Mtakatifu. Nimekupa kiu ya kupokea. Sababu ya kwanza, hakuna asikiaye. Mipango yako unapanga kwa Kiswahili, unapanga uenda kwa kabila lako. Shetani anajua, kesho anajua utaenda mahali gani, lakini ukishanena kwa lugha, hakuna asikiaye.
ni Mungu peke yake, ni utatu unaosikia peke yake, peke yake. Uwe na kiu ya kujazwa leo. Amen.